Hii ni Mtoro TV. Katibu wa Mufti, Mheshimiwa Meya na Diwani wa Kata Vingunguti, pacha wangu DC wa Ilala Mheshimiwa Mpogolo, Nurdin Kishki mlinganiaji mkubwa, viongozi wote mliohudhuria kwa kuchunga muda, niseme nami niungane pamoja na wenzangu waliotangulia kwa kusema itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Mufti, kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA wilaya ya Ilala, nitumie fursa hii kukushukuru kwa dhati kwa hiki ambacho unaendelea kutuelekeza. Wilaya yetu ya Ilala kwa sasa ina majimbo 3 kwa 4. Ni jimbo la Ilala, kuna jimbo la Segerea ambapo ndio tupo sisi hivi sasa, lakini kuna jimbo la Ukonga ambalo tumepata taarifa za kugawanywa kutoka kupatikana jimbo la Ukonga na jimbo la Kivule. Hapo awali jimbo la Ilala lina kata 10. Jimbo la Segerea lina kata 13 na jimbo la Ukonga lina kata 13, jumla zinakuwa kata 36. Lakini kwa sasa Ukonga kutakuwa na kata 7 na jimbo la Kivule litakuwa na kata 6. Na kwa ridhaa yako niwaombe mashehe wa kata zote na wenye viti na makatibu kata mliohudhuria hapa, na kuombeni simameni ili Mheshimiwa Mufti awaone. Mheshimiwa Mufti, hii ndiyo mikono yako. Karibuni. Mheshimiwa Mufti, nakumbuka kwa maelekezo yako kuna siku ulitoa maagizo nasi tumeyatekeleza, kwamba kuhakikisha kiongozi yeyote wa baraza kwa nafasi yake ni lazima azingatie mambo 3 ambayo umeyaelekeza. Kiongozi yeyote wa baraza azingatie mambo 3 kwa nafasi yake. Jambo la kwanza, atazame maslahi ya baraza. Kama ni shekhe wa kata, ni mwenyekiti wa halmashauri, ni katibu, ni mjumbe, juvikiba, juwakita, kwa nafasi yake azingatie maslahi ya baraza. Baraza linafaidika nini na yeye uwepo wake katika hiyo nafasi. Lakini jambo la pili, ulituambia kiongozi wa baraza azingatie maslahi ya wale anaowaongoza. Kama hapa Vingunguti, shekhe wa kata, mwenyekiti wa halmashauri kata, katibu, wajumbe na wote wana Vingunguti wanafaidika nini na wao uwepo wao kwenye nafasi zao. Lakini jambo la 3, ulituambia kiongozi wa baraza azingatie maslahi ya taifa. Taifa la Tanzania linafaidika nini na shekhe wa kata, linafaidika nini na katibu wa halmashauri kata, linafaidika nini na katibu na viongozi wote wa kata. Na ofisi ya shekhe wa wilaya Ilala ilipofanya ziara kutembelea kata zote hizi, maneno haya Mheshimiwa Mufti tumeyafikisha kwa viongozi na wao wameyapokea, na hivi sasa wapo kwenye utaratibu na kuyafanyia kazi maneno haya ili kuleta umoja na mshikamano kama vile ambavyo ndoto zako zinavyotuelekeza. Mheshimiwa Mufti,
Kata hii ya Vingunguti haikuwa hivi. Kata ya Vingunguti, tuzungumze tu ule ukweli, ni kwamba ni kata ambayo ilikuwa imegawanyika vipande vipande. Lakini uwepo wa Sheikh Abbas katika nafasi ya shekhe wa kata ndio unaona jitihada zote hizi zinapatikana. Kwa hivyo ni mtu madhubuti sana na ni mtu makini anayefikika. Yeye ameyachukua na kuyaishi maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema almu'minu ya'lafu wa yu'lafu. Muungwana ni yule anayezoeleka na yeye anazoea watu, na hakuna kheri yoyote kwa asiyezoea watu wala asiyezoeleka, na mbora wa watu ni yule mwenye kunufaika na watu. Kwa hivyo hili kijana wako anayafanya yote hayo, na tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuongoze vyema. Lakini wingi huu unaoona, tunamshukuru sana kaka yangu Mzaramo mwenzangu wa Ukae, mwana Hanohano, kaka yangu Omar Kumbila Moto, kwa yote haya anayoyafanya. Kwa haya yote unaoyaona Mheshimiwa Mufti kayafanya, halafu akasema sasa ubetekino chokwiza, yani hilo neno kalizungumza la Kizaramo, na ndio tunayaona haya. Kwa hiyo baada ya kusema haya, Mheshimiwa Mufti, mimi niwashukuru sana wenzangu tulioshirikiana katika haya, na hasa ofisi ya BAKWATA mkoa kwa kada zote, katibu wetu pamoja na jumuiya zote za vijana na kina mama ikiongozwa na dada yangu Mariam Mtambo kuweza kuliandaa jambo likawa na ukubwa kama huu. Lakini pia tunakushukuru Mufti kwa sababu ni kweli toka dunia iumbwe ndio kwanza umeweka mguu katika kata hii ya Vingunguti, lakini huu utakuwa ni mwanzo. Sasa tutakuita kata zote 36 na uje kuzizindua kama ulivyofanya hapa Vingunguti. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Hii ni Mtoro TV.